kwenye mpira wa East Africa ni West Africa, Afrika Mashariki. Tumia neno hilo. Tumia neno hilo hapo. Hiyo ndio neno jepesi kabisa. Afrika Mashariki. Kwa hiyo alikotoka alifanya kitu kizuri sana ambacho kimepelekea Yanga kuona kwamba tunahitaji mchezaji wa namna hii, na ukiangalia sasa hivi kwenye eneo la alikotoka ni wapi? Vipers. Sio watu wanatusikiliza. Wengine hawajui hata ametoka wapi kabisa. Sawa. Kwa hiyo Yanga walikuwa na struggle na kiungo mshambuliaji. Walikuwa na struggle tangia alivyoondoka Stefan Aziz Ki, walienda kumsajili Dombi ambaye anaonekana hajakidhi kile wao walichokuwa nakitarajia kwamba atakipata kutoka kwake. Kwa hiyo kwenye hizo moment wakawa wanahitaji kupata mchezaji ambaye wanaamini anaweza kwenda kuwa bora kwenye ile eneo. Ashraf, wewe unaamini kwamba Dombi amepewa muda wa kutosha? No, siamini kama amepewa game time ya kutosha. Sasa mbona hujamtetea kwa hilo? No, kwa sababu tunafahamu mpira wetu jinsi ulivyo. Watu wanaamini leo, haamini katika kesho. Kwa hiyo ndo maana wewe umesema kwamba huyo mtu hajaleta kile walichokuwa na wao wanakitarajia kutoka kwake. Sasa ni mtaalamu, tutegemea uone kama pia muda akupewa. Au wenyewe uamini katika no. Muda ni tunapozungumza kuhusiana na issue game time, ni kweli hajapata muda wa kutosha ule ambao unatakiwa kumpima mchezaji. Dombi hajui kama huyo. Lakini pia kwenye muda inawezekana wewe una mtazamo tofauti. Inawezekana wewe muda wako. Naomba nimalizie hichi ninachokizungumza kwanza. Acha malizie. Sawa. Jumdadu na intercept sana. Hapana. Mimi najaribu kuuliza ili nipate. Yes, sawa, naomba nimalizie. Kwa upande wa Yanga wao wanaamini kwamba mchezaji Dombi hajakidhi. In fact ni kweli hajapata ule muda wa kutosha, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kwenye ligi wamecheza kama mechi 5 tu nafikiri, na mechi za club bingwa wamecheza mechi 2. Huwezi kumpima mchezaji ndani ya mechi 7 ukaona kwamba anatosha au hatoshi, hata kama amecheza mechi zote. Hata kama amecheza mechi zote? No, sasa inawezekana akacheza pia msimu mzima, pia akacheza msimu mzima. Anaweza akacheza hata nusu ya msimu au nusu mzima. Huyu Dombi amecheza mechi ngapi? Ambazo ameanza kodeka kucheza tu, mimi sijali ameanza au amefika mechi, hazijafika mechi 15. Hazijafika. Katika hizi 7 za mashindano. 5 zinafika alizocheza Jemedali. Sina namba exactly ambazo amecheza dakika zote 90 kwa kwanza, lakini kwa makadirio mechi 5 zinafika ambazo amecheza. Lakini mchezaji si alisajiliwa huko akiwa anacheza? Nani? Dombi. Wakati Dombi alikuwa achezi bwana. Walimtoa wapi? Walimwendea wapi? No, Dombi alikuwa yupo tu, alikuwa timu ya sababu alikuwa anacheza nje. No. Yaani yeye alikuwa anacheza nje. Nje ya Afrika. And then akakosa kuingia kwenye mfumo, watu wakaachana naye. Kwa hiyo watu wakamuona maagent. Ngoja basi. Ashraf, unajua ndio maana unasema tunaingilia sana. Okay, twende taratibu. Wakati wanakosa hizo kuingia kwenye mfumo. Si alibaki tu mtaani? Ndio alibaki mtaani. Mbona neno hilo unaliruka? Kwa unataka yani ulichokuwa unataka nizungumze kwamba Yanga walimsajili Dombi wa kutokea mtaani, sio? Sikoni alitoka hivyo. Si ndio? Mimi nimetaka wewe uweke mambo sawa. Mimi sijataka hivyo. Alitoka timu gani? Hela Jemedali. No, hakuwa na timu. Ndio maana alipofika fitness yake ilikuwa sawa, akawa anapata hiyo programu ya kuweza kurejesha utimamu wa mwili ili kuweza kushindana. Lakini baada ya hapo alianza kupata nafasi ya kucheza kwenye timu. Tulikuja kuambiwa hapa kwamba huyu ni AI, tulikuja kuambiwa kwamba ni upgrade ya Aziz Ki, lakini ukweli mpaka sasa hivi hatukuona kwamba amevaa vile viatu vya Aziz Ki. Ndio maana wao wenyewe kama uongozi wakastuka kuona kwamba tunahitaji mchezaji mwingine. Inawezekana Dombi ya kweli ni mchezaji mzuri, lakini anahitaji time. Na Yanga time ambayo wao kama klabu hawaamini kwamba wanatakiwa kuitoa kwa huyo mchezaji, kwa sababu sasa hivi alitoka mchezaji muhimu, na ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga sasa hivi hakuna attacking midfielder ambaye anaweza kuwa na huo ubora mkubwa ukikompea na wale waliokuepo. Kwa hiyo wakaenda sokoni, wakaenda kumtafuta Alan Okello ambaye anafanya vizuri sasa hivi. Sasa changamoto ni moja, unajua mchezaji kufanya vizuri sehemu moja haikugarantii kwamba atakuja kufanya vizuri sehemu nyingine pia. Unanielewa? Kwa hiyo ni usajili mzuri kwangu mimi, lakini nataka kuona kile ambacho alikifanya kiwa na Vipers, ile talent aliyokuwa nayo, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kuscore, anaweza kufunga free kick, anaweza kuchezesha timu. Ni mzuri pia timu ikiwa haina mpira. Sio mchezaji ambaye anaweza akakupa kitu timu ikiwa haina mpira. Moja kati ya weakness yake, timu ikiwa haimiliki mpira, mchango wake ni mdogo uwanjani. Yaani sio yule mshambuliaji ambaye tunasema kwamba timu ikiwa haina mpira anaweza akawa na press, anaweza akarudi kuzuia. No, ni mchezaji mzuri ambaye utamfurahia timu ikiwa ina mpira. Atakupa hizo pass, atafunga, atapiga free kick. Kwa hiyo ni ongezeko bora kwa Yanga kupata mchezaji wa namna hiyo. Kama tu atawahi kuingia kwenye mfumo, na ukiangalia mpira wetu huwa kama atawahi kuingia kwenye mfumo. Kama ule wa Dombi au mfumo upi? Mfumo wa timu. Kila timu ina mfumo wake. Kaka, umezungumzia mfumo, Dombi aliukosa pia.
Sio system ni mfumo. Sasa ndio nataka kujua ule au huu wa kucheza tu. Huu wa kucheza wa Yanga huu. Yaani kwamba atafiti hii ni kwa haraka ka deliver. Unajua mchezaji ili afanye vizuri alikotoka lazima ujue kwamba ni kwa sababu gani alikuwa anafanya vizuri. Kuna sababu za ndani ya uwanja na kuna sababu za nje ya uwanja. Mazingira pia ndio tunasema kwamba adaptation pia. Unaweza kuona kitu rahisi kwamba anacheza ligi ya Uganda, lakini kuna tofauti mkubwa pia wa kimazingira, vyakula vya Uganda ngao tofauti sio mkubwa, hali ya hewa pia, watu ambao unacheza nao. Okelo yeye hajacheza, hajaenda kujaribu nje ya nchi, sio? Aliwahi kwenda yule. Okelo kaenda na karudi. Sasa no kwa hiyo Jemedari unataka kusemaje? Nakuuliza. Mimi nitasemaje? Kuuliza. Kwa Jemedari unataka kitu gani haswa? Yaani kuna kitu gani ambacho unakiattempt hapa? Maana wewe leo swala la Okelo yani hebu tuambie wewe unataka yani unataka kitu gani yani na unataka unafahamu nini tofauti na hicho ambacho mimi nakizungumzia? Sina ninachofahamu ndio maana nauliza. Okay. Dalili ya mtu asiyefahamu kitu ni kuuliza. Sawa, yani nimeuliza tu. Anavaa usika wa msikilizaji. Tunazungumza kuhusiana na performance ambayo ameonyesha Vipers, Yanga ambayo wamemuona. Sawa, wakaona kwamba mchezaji anatufaa kuja kututumikia kwenye timu yetu. Kwa hiyo stories za kwamba alienda kwa attempt nje akafeli zipo Jemedari. Mimi sijazungumzia kufeli, mimi nimezungumza aliwahi kwenda. Ndio alifeli Jemedari. Lengo lilikuwa ni kwamba aende kule afanikiwe kucheza kule. Kwa akafeli, amerudi Vipers. Na Vipers alienda Paradou na kukumbusha, hii ni Algeria. Paradou ni Algeria. Akacheza mechi 33 akafunga goli 3. Mechi 33 goli 3. Si ligi nzima hiyo. Ligi nzima karudi na goli 3 KCCA pale kwa mkopo. KCCA ya kwao Kampala City Council. Ndo na wao wakaona huyu haiwezekani, wakampeleka Vipers ambapo amecheza mechi 29 na amefunga magoli 22. Na ndio kiwango chake bora iko kwenye career yake mpira. Mechi 29 na magoli 22. Hatari. Lakini Alan kwa upande wa Vipers amecheza msimu 2 na nusu. Alan Okelo. Akiwa na Vipers ametumikia kwa msimu 2 na nusu. Kabla hajaondoka, sio? Yaani jumla zungumzia ni msimu wa 2 na nusu ya George yuko sahihi. Yaani msimu baada ya kutoka huko. Na kwenye mechi za ligi amecheza takriban mechi 58. Yes, ndio maana nikasema kwamba hii ndio amechangia magoli 37. Goals and assists. Mimi nazungumza kwani alipotoka kwenda Algeria alitokea timu gani? Alipomtoka mkopo. Alipotoka kabla hajaenda huko nje, alitoka timu gani? Alitoka KCCA hiyo. Ndio timu yake. Kwa aliporudishwa kutoka Algeria akarudi timu yake. Alafu ndio akaenda Vipers. Lakini Juma mimi na jambo. Una jambo gani? Shafumalizia? Mimi nishamaliza. Okay. Sasa na salamu zako nimesoma message pale. Kutoka hapo. Mtu mmoja anaitwa Matias Focus yuko Goba. Okay. Anasema ni kuambie kwamba tuko kwenye kampeni ya kuimarisha siku kukitangaza Kiswahili. Kwa hiyo utumie zaidi Kiswahili. Na ni miongoni mwa tamaduni zetu sisi wa Tanzania. Kiswahili na tuko kwenye countdown. Kwa hiyo yeye amesema amependekeza hilo. Sio Kiswahili kiwe kinatumika zaidi. Kiwe kipaumbele. La pili, mtu mmoja huyu sasa, shemeji yangu mimi. Ni shemeji yangu kabisa. Nimemuoa dadangu yuko hapo Mburahati hapo. Ameuliza tu. Leo amzungumzie Bala Conte hivyo. Mwambie sio kila kitu ni Bala. Sio kila muda Bala Conte yuko kwenye leo hayupo kwenye script. Kipindi kinafuata muongozo. Alisema kwamba uje niulize mimi. Siandika Ashraf kabisa. Sawa. Au wewe sio Ashraf? Ndio, lakini leo Bala Conte azungumzie Jemedari. Tunaenda kwa muongozo. Ndio tunamwambia sasa. George, kuna kitu unataka kuongezea hapo na umesema una jambo. So hebu tuambie kuhusiana na hiki ambacho tuko nacho hapa sasa hivi kuhusiana na usajili wa Alan Okelo kutoka Vipers kujiunga na Young Africans. Ni jambo gani hilo ambalo unataka kutuambia? Ambacho nataka kuzungumza ni kwamba kuna baadhi ya viongozi na hata wafadhili wamekuwa wakilalamika kwamba hizi taasisi wanaziendesha kwa hasara. Okay. Lakini nafikiri jambo ambalo walitakiwa kufanya ni kupambana kupunguza hizo hasara ili kwenda kuitafuta faida. Jambo ambalo mimi silioni, kwa sababu nichukulie mfano Young Africans. Kwanza wewe unaamini kwamba hao viongozi wamesema kwamba wanaongoza taasisi kwa hasara, unaamini kwamba wanapata hasara, sio? Mimi binafsi naamini. Unaamini kwamba wako wanapata hasara kila siku na bado wapo.
Messi no. Sio kwamba unapata hasara. Kwani biashara yako ikiwa inakupa hasara lazima uifunge? Miaka 5. Si una matumaini? Utaacha mambo na Juma. utaacha. Yaani mimi nachoamini hasara ipo kwenye football. Yaani Sasa usitutoe kwenye reli. Sawa, context yako ni nini? Yaani turudi kwenye mada ya Okello. Kwenye Okello. Sasa hapa simuongelee Okello. Unamwangalia. Okay, lakini na Sikiliza sasa ili unielewe. inahusiana na Okello. Issue za usajili. Okay. Young Africans msimu huu kabla msimu hujaanza walifanya baadhi ya sajili. Wakina Balakonte, wakina Dumbia. So umeenda kumsajili Dumbia ambaye alikuwa hana team, alikuwa acheze. Umemleta ndani ya team. Dumbia sio robots. Yaani kwamba atafika tu kwenye team, kuna system ipo ndani yake basi yeye ata click moja kwa moja. Dumbia ni mchezaji ambaye anahitaji kuadapt, kuzoea mazingira. Anahitaji kuandaa mwili wake na akili kwa ajili ya michezo ya kimashindano. Kwenye mechi 7 unaona ni mchezaji ambaye kuna vitu anakunyima ndani ya uwanja, lakini umeshindwa kuzingatia zipi sababu ambazo zinapelekea mchezaji kushindwa kutoa kile ambacho nakitarajia kutoka kwake. Baada ya hapo ni mchezaji ambaye unaweza kaishia kumvunjia mkataba, kwa sababu kwenye ligi yetu kanuni ni wachezaji 12 wa kigeni, na hao watu unaposhindwa kutoa kile ambacho anakihitaji ama anakitarajia, wanaenda kumchukua mchezaji mwingine. Kwa kwenye idadi ya wachezaji 12 inabidi baadhi ya wachezaji wapungue, na si kila mchezaji anaweza kukubali kutolewa kwa mkopo. Kuna mwingine anaweza kumwambia bwana, hapana, mimi ninachohitaji ni kuondoka, nivunjie mkataba. Unaenda kumvunjia mchezaji mkataba ambaye labda ulimpa mkataba miaka 2. Amekaa kwenye timu ndani ya miezi 2, amecheza michezo 5 au 4. Kwa nini kama unaenda kumsajili na ukijua acheze, kwa nini usimpe muda wa kutafuta ile rhythm? Yaani kutafuta ile fitness kwa maana utimamu wa kimwili na kiakili, mchezaji ajiandae ili aje akupe hicho ambacho anakihitaji. And then kuna sajili nyingi tu, mfano Young Africans msimu zimeenda tofauti. Ile ya Balakonte. Musa Balakonte. Usajili wa Celestine Yakua bado umekuwa na changamoto nyingi ndani yake. Dumbia. Unanielewa? Tunarudia tu. Alikuja Andy Boyeli ambaye ashaondoka tayari kwa mkopo. Young Africans chini ya uongozi wa President Harris wanatakiwa kuwa makini kweli kweli kwenye usajili. Kama wanapewaga sifa nyingi kwamba wanapatia kwenye kusajili, msimu huu wamefeli sana kwenye usajili. Na hata hizi sajili ambazo wanazifanya Januari, wakati mwingine mimi nimeanza kuwa na matarajio kiasi. Sio sana. Kwa sababu unawezekana Alan Okello ni mchezaji mzuri sana, lakini Ashraf alizungumza pointi ya msingi, anakuja kwenye timu ambayo ni mazingira tofauti na kule alikotoka. Nchi ni tofauti, wachezaji ni tofauti. Lakini pia kitu kingine, kulikuwa kuna sakata la Maruf Shakei hapa katikati, ni wiki moja iliyopita. Ilikuwa sakata gani? Kwani limeisha? Linaendelea, lakini inavyoonekana ni kama karudi alikotoka. Unanielewa? Haikuwa sakata, ni mtu tu ameenda kujaribu jezi, kujaribu, ameshindwa, amerudi. Mimi naomba hapo sijaelewa. Hapa mimi kidogo mgeni. Hivi Maruf Shakei ameenda kujaribiwa Yanga. Ile kocha ameenda kwenye majaribio. Kocha hajaridhika naye. Amerudi, ambacho ni kitu cha kawaida. Okay. Sawa. Kwa hiyo sidhani kama Maruf Shakei na kufanya majaribio. Jadala mwingine. Sasa usinikatalie kwa sababu na mimi na vyanzo vyangu. Wewe hauzani, lakini mimi kwa vyanzo vyangu naambiwa kwamba alienda kufanya trial, kwa sababu wakati kocha anajaribu kutafuta mchezaji mwingine ambaye anaweza akacheza nyuma, mshambuliaji ambaye anaweza akawa ni bora zaidi, walisuggest kwamba yupo namba 10. Unajua kama nilivyotoka kuzungumza awali, ni ngumu kupata active player ambaye ana ubora mkubwa kwenye dirisha dogo ya usajili, ingawa inatokea. Kwa hiyo wakamwambia kwamba yupo mchezaji ambaye anaweza akacheza nyuma mshambuliaji, pengine tumemwona kwenye ligi, tunaweza tukampata kirahisi pia. Sasa hiyo ndo Maruf Shakei. Naomba nimalizie, ndo Maruf Shakei. Kwa hiyo baada ya kuenda mwalimu akamwangalia, kaona no, sio huyu. Huyu mimi kwenye timu yangu na hii project mlionipa sidhani kama ana fit in. Kwa hiyo tafutie mwingine. Tafutie mwingine. Kwa hiyo walipopush hilo deal la Alan Okello likaja likatimia, kwa sababu pia hakuwa na uhakika kwamba anaweza kumpata huyu mchezaji kwenye dirisha hili dogo. Kwanza alikuwa na mkataba wake, lakini pia ofa za vilabu vingine ambavyo vilikuwa vinamhitaji Alan Okello zilikuwepo vingi. Kwa hiyo inawezekana Alan Okello angejiunga. Sasa je, huyu naye mwalimu akija kumuona mazoezini akasema sio huyu? Huyu amesajiliwa kabisa. Huyu wataenda sawa. Kusajiliwa na kwenda kujaribiwa ni vitu vile vile tu. Kwa sababu si utaenda kiwanjani mwisho wa siku. Sure.
na mwalimu atataka ufanye kwa lile, sababu ushasajiliwa utabaki mpaka mwezi wa 6. itakuwaje? Kwa tutafuta mwingine mpaka dirisha lingine. Mimi taarifa nilizokuwa nazo Ashraf ni tofauti na hizo ulizopewa wewe. Na wakati mwingine kwenye vilabu viwili mambo yanavyokuwa naenda ndivyo sivyo. Kwa mwisho wa siku hakuna hata mmoja ambaye anaweza kawa sahihi kwa mimi. Sisi tunaomba nyinyi, tunawaomba kidogo kwa sababu hizo ni vyanzo na ambavyo havijathibitisha, ni mtu tu anatupa yani. Sisi tuachane na vyanzo vyetu, lakini tuvitoe, tunatoa kama reference. Nilichotaka kuzungumzia bado tuko pale pale kwa Okello, pia tusitoke nje tukiwa tunatoa reference hii ya hawa wachezaji wengine. Umezungumza kitu cha msingi sana juu ya viongozi kuwa makini na wakubali kwamba dirisha hili Yanga wamefanya nini? Wamefeli kwenye usajili. Wamepata hasara, sio? Hasara unapata. Wamepata hasara. Yes, kuna wachezaji lazima hapo nimesikia kuna baadhi ya wachezaji hawataki kwenda kwa mkopo, wanataka vunjia mikataba. Anyway, na mimi niongeze kidogo. Karibu. Kwenye neno hasara, mimi nalichukulia kwamba hasara ni inapimwa kwenye msimu mzima. Okay. Haipimwi kwenye matukio yanapotokea. Okay. Na sijawahi kusikia, sijui kama wenzangu wanapokwenda kwenye mikutano mikuu wakisema hapa yani walichokipata, walichotumia, unachokitegemea wakasema tumepata hasara. Ndio. Sijawahi. Sasa kama nyinyi mtanisaidia. Kwenye mikutano ya mwisho ile kuna kuwa na mapato, ajenda ya mapato na matumizi. Mkutano mkuu ajenda zake ni ajenda za kikatiba. Kwa ziko ndani ya katiba, ziko pale, kuna paswa kuwepo pale na tunasemaje, report ile ya pesa ambayo imekaguliwa, financial statement. Sawa. Annual financial statement. Audited. Tumia na neno audited annual financial statement. Hiyo aina Kiswahili chake yenyewe nani? Ni report iliyohakikiwa. Sawa. Kwa hiyo ile inatupa mambo mengi na pale kunakuwa na makadirio ya bajeti na kwenye ajenda ya mapato na matumizi. Kwa mwisho utasema tulipata hasara au tulipata faida. Sawa. Kwa haya yanayotokea haya, huyu tumemlipa, huyu tumemvunjia mkataba, huyu tumemnunua, huyu tumefanyaje, ni sehemu katika matumizi ambayo yatakuja kuwekwa baadaye tuambiwe kwamba klabu ilipata hasara kiasi gani. Sahihi. Hukumu sasa hivi kwamba ni hasara, of course kwa muonekano kwamba tumemsajili alafu tumemvunjia mkataba, tumemlipa. Lakini mkataba unatakaje au unasemaje mkataba? Kuna vipengele kwenye mkataba mndani. Sure. Vina mambo mengi. Siamini pia kwamba kwa mchezaji ambaye wanakwenda kumsajili alafu sisi hapa tukakaa tukijua kwamba mchezaji huyu hajacheza muda mrefu, hata wao wanapokwenda hawaweki kwenye akili zao kwamba ni mchezaji ambaye hajacheza muda mrefu, tunamchukua kwa vigezo tofauti na mchezaji ambaye tunamtoa kwenye timu anacheza. Lazima, unajua hao ni viongozi, ni wasomi, na wana vyanzo kama sisi, kwa lazima kwenye vipengele vya mkataba ambapo sisi hatujaviona, haviwezi tu vikajumlisha tu kwamba huyu akitoka siku tutamlipa hela yake yote. Na hawezi kujiachia kwenye makubaliano. Na wenyewe lazima kuna kitu wanaweka ili kuilinda taasisi. Sawa? Kwanza kuona wakati mwingine wamsajili kwa hela nyingi, labda kwa sababu tujue wamsajili kwa shilingi ngapi pia. Unajua kuna usajili hizi ziko tofauti. Wakati mwingine mtu anasema okay, mimi nitakuja kuonyesha. Alafu tukikubaliana tukae chini. Okay. Nakupeni mfano. Wakati Kiprecheche anasajiliwa Azam, Michael Balu pacha wake Kipre Balu alivyotakiwa sasa kuja kusajiliwa, alipewa miezi 6 ya maangalizi. Hakusajiliwa na mkataba moja kwa moja kama alivyosajiliwa yule ambaye tayari pale kiwanjani alikuwa anaonekana hatari. Kilichotokea yule ndani ya mwezi mmoja tu wakasema watu tukae chini tumalize biashara. Sasa angalia huyu, kama angeondoshwa watu wangeamini kwamba huyu ni mtu ambaye tumemsajili na umemvunjia mkataba, umempa pesa. Kumbe huko ndani mikataba inasema tofauti. Sawa. Kwa hiyo vitu tunavyo makini kwa sababu hatuvijui exactly nani kukoje. Yes. Cha pili. Ndio cha pili. Kuhusiana na Okello. Kwangu mimi naamini ni kijana mdogo mwenye kipaji, mwenye talanta. Na tunadhani tumemwona Okello kwa muda mrefu hapa Tanzania. Sababu amecheza na kina Tepsi na nani huyu kijana wetu anayecheza Sweden ambaye tulikuwa tukimlilia sana. Kevin Jones. Yes, wanacheza nao hapa. Baada ya under 17 ile ya 2017, 2019 Okello alikuwa. Ndio. Ile ambayo
tulicheza kwanza Sekafa hapa. Ndio. Kama mnakumbuka. Tukacheza finali na tukacheza nusu finali na Uganda, hao wakatufunga. Nafikiri na yeye ndo alifunga goli. Ndio. Kama nakumbuka sasa. Sawa? Miongoni mwa vijana ambao wa Uganda ambao kutusumbua na kutufunga ni pamoja na yeye, nyuma yake alikuwa amesikiza. Kwa huyo ametufunga kama mara mbili hivi timu ya vijana nafikiri. Sawa? Kwa hiyo ni kijana ambaye sisi tunajua kipaji chake. Tukimuona hivi anacheza, tumefuatilia anapocheza huko, tumemwona kwa nchani. Kila mmoja ameona kwamba huyu dogo ana kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Tumemwona AFCON. Ni aina ya usajili ambao haukupi pressure. Kwa sababu unajua unamsajili mchezaji kwa mfano kama Dumbia, anakupa pressure kwa sababu inabidi aje athibitishe kwa watu kwamba huyu mchezaji kweli, ili wewe usiwe na muda mrefu wa kujieleza kwa watu kwamba yani sio mchezaji wa kuwapa, usipate muda wa kuwapia, wallahi anajua maelezo sio mengi au kugombana na watu mitandaoni. Unajua huyu hatupendi ndio maana hamtaki huyu. Watu wanamjua anacheza, wametoka kumuona AFCON, wametoka kumuona Chani, wamemuona tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo ni swala la yeye kuja akaendana na utamaduni wa mpira wa kwetu, kwa sababu wakati wa nyuma alikuwa tu ni mtu anakuja anacheza na kuondoka. Sasa anakuja kufanya maisha. Kwenye kufanya maisha ni kitu tofauti kabisa. Unaishi hapa, kila kitu chako hapa. Sasa nje ya kiwanjani ambako ukai tena hotelini, unakaa kwenye maisha ya kawaida, kuna vitu vingi vinakuzunguka. Sasa ile surrounding inaweza kukutengenezea vitu vingine ambavyo vikakuletea performance tofauti kiwanjani na walichokuwa watu wanategemea ama watu wakitegemea. Kwa hiyo tumuombe. Mimi naamini kama atakuta mazingira mazuri, bado ni kijana ana kipaji, mguu wake wa kushoto mzuri, na anaweza akauthibitishia umma kwamba ni mchezaji wa daraja gani. Naamini ni miongoni mwa sajili ambazo hazikupi shida, yani ni kama, alafu kizingatia pia ni kama ni usajili wa kisiasa hivi ndani yake. Utatuambia vizuri kwa nini usajili wa kisiasa